Karibu katika episodi ya 7 na ya mwisho ya recap yetu. Tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 6 ni mara baada ya kumshuhudia bidada Gabby akiwa anayasikia yote ambayo alikuwa akidiskasiwa nyakati za usiku na Mwamba Charlie pamoja na bidada. Basi moja kwa moja akaenda kutoa umbea huo kwa bidada Ashlet. Mwanamama Ashlet pasipo hata kupepesa macho akasema kwamba popote atakapokamatwa Mwamba Charlie basi anatakiwa kulambwa risasi ya kichwa. Huku katika mainland yule mwanamke mpelelezi alikuwa akiangalia picha ya kaka yake na Mwamba Charlie, alikuwa anafahamika kama Louis. Na katikati ya mjadala huo ghafla tu yule mwasi akaingia hapo na kuanza kushambulia risasi. Majibizano yake yalidumu kwa muda mrefu na mwisho wa siku wote wakawa wamepigana risasi, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba huyu mpelelezi alikuwa amepigwa katika bega na Mwamba kaka jambazi akawa amepigwa katika eneo lake la tumbo. Mwisho wa siku akazidi kukimbiziwa mpaka katika maeneo fulani hivi chini ya daraja, na alipoweza kumhoji basi alikwenda kutaja location ni wapi ambapo ile kambi inapatikana. Huku kisiwani mwanamama Ashlet hajui chochote kinachoendelea. Alikuwa akiwakusanya wanafunzi wake na kuwapeleka katika maeneo ya ibada kama kawaida. Lakini kwa kitendo cha Mwamba Eric kugundua kwamba mke wake anadanganya kuhusiana na hao aliens ambao watakuja kuichukua hii sayari yao, basi aliamua kusema kwamba sitoelekea hata huko katika ibada yenu. Na mwanamama Ashlet anaga kabisa kumbembeleza mtu, akamwambia Mwamba kama unabakia bakia, lakini mimi basi nitaelekea na Gabby. Lakini wakati huo akasema kuwa nimeweza kugundua uhusiano wa karibu sana kati ya Gabby pamoja na Mwamba Joe ambaye ni mkuu wa kijeshi hapa katikati. Na mama akasema pembeni kidogo na mahali hapa chini yake pakawa pamefunguka na kuanza kuonesha mazingira ya angani. Kisha akasema kuanzia kesho kama ukiwa hujafurahia maisha ya hapa basi nakuruhusu kuondoka, ila kutakuwa na surprise kibao. Bidada Gabriel akapita mbele na wengine wote karibia wakawa wamepita pale mbele. Akatoa mionzi fulani mikali sana. Hii mionzi ilikuwa inatokea mahali hapo alipokuwa amesimama na ikawa inaelekea juu, na mara ghafla ikasikika sauti ya kama watu fulani walikuwa kizungumza kutokea katika anga, na mara hii miale ikaanza kuzunguka na kuwasababishia hali fulani kama illusion, na wakaanza kujikuta wanakisi tu kila mmoja na mwenzake. Hata bidada Gabby akaanza kukisi na Mwamba mmoja anayefahamika kama Joe, kiongozi wa kijeshi. Bidada Amo akiwa na Ivan huko katika maeneo ya kisiwa, basi Ivan akaanza kumwomba bidada msamaha na kumwambia kuwa naondoka, kisha akawa amejipiga na ile silaha yake akijutia kwamba kuna mauaji ambayo ameweza kuyafanya hapa katika eneo la kisiwa. Kwa hiyo Ivan mpaka dakika hii hatunaye tena. Na Mwamba Eric ambaye aligoma kuelekea hali katika ile maeneo ambayo bidada Ashlet alikuwa ametisha kikao, na kumbe alikuwa na mkutano wake wa siri yeye pamoja na bidada Africa. Kumbuka kwamba hawa ni wapenzi wa kisirisiri. Asubuhi na mapema taarifa ikasambaa pale kambini kwamba Mwamba Ivan ameweza kupoteza maisha. Hii kitu ilimshangaza sana bidada Zoa, na hapo akaona kwamba kama wakiendelea kuvutavuta subira ili ivute heri, hapa watajikuta wanavuta umauti, na moja kwa moja akawa anapanga plani ya kuweza kumuondoa huyu bidada Ashlet kwa sababu atakwenda kuwamaliza wote. Na ili mpango wao uweze kutimia, bidada Zoa ikabidi kwenda kumtadharisha dada yake Gabby kuwa akae mbali na bidada Ashlet kwa sababu ana mpango mmoja mkubwa sana. Baada ya mwanamama Ashlet kurudi ndani ya kambi, akamkuta Mwamba Eric, lakini akawa na wasiwasi sana na mahusiano yake kati yake na bidada Africa. Lakini Mwamba Eric hakutaka mazungumzo kabisa, bali akasema kuwa hamwamini kabisa bidada Ashlet kwa sababu ana uongo mwingi. Na katika hali ya kustajabisha, mtoto Isaac akaja kugundua kwamba baba yake na mama yake wa kweli hawakuwa hawa ambao wanajiita Ashlet pamoja na huyu Mwamba Eric. Mipango ya kumwondoa mwanamama Ashlet ikawa inaendelea hapa katika kisiwa, na akashirikishwa mpaka yule mwanamama anayefahamika kama Nuri ambaye ni mama mzazi wa yule mtoto anayefahamika kama Isaac. Hasa na wakati huu wanaendelea na mipango yao, kwa bahati mbaya wakaweza kumuona Africa akiwa anakuja katika mitaa hiyo kwa mbali. Nikumbuke kwamba Africa ni mshakonoko kweli kweli na hataki Yesu kushirikiana nao katika kitu wanachokifanya. Lakini mwisho wa siku akaja kugundua kwamba mpango wao mzima umeweza kushtukiwa na bidada Africa kwa sababu mabomu aliweza kuyaona walipokuwa wameweza kuyatega. Akaanza kukimbia bidada Africa, lakini wakati huo wakaenda kumzingira kwa mbele na kumzuia. Wakamuelezea kila kitu kwamba vilipuzi vyote vile ambavyo tumeviweka ni kuhakikisha kwamba tunayatawanya maisha ya bidada Ashlet na si mtu mwingine tofauti na Ashlet. Bidada hapo ndo akawa ametulia. Na ili bidada Africa aweze kuitunza siri, basi wakamhakikishia kwamba Eric atabakia salama kabisa katika mpango huu. Baada ya Mwamba Eric kutoweka katika nyumba ya huyu bidada, basi ajisikia mpweke sana kwa sababu alishamzoea sana huyu jamaa. Lakini baadaye nyakati za jioni akamuita Abby na bidada Sam kuja kusaini mkataba wa kubakia katika kisiwa hiki milele. Basi wakawa wamesaini kwa furaha kabisa, na kisha akawa amemtoa bidada Gabby ile bracelet aliyokuwa amevaa. Kisha wakati wanaondoka akamshtua Gabby na kumwambia kwa Gabby, naomba ubakie. Akamuuliza, hivi wewe ni kuna kitu kingine ambacho kinakusababisha wewe endelee kubakia hapa katika hii kisiwa? Ukweli ni kwamba mwanamama Ashlet ana mashaka sana na Gabby kwa sababu ameweza kugundua uhusiano wake kati yake na bidada Zoa. Lakini bidada Gabby akamhakikishia Ashlet kwamba anawazingatia yeye na Mwamba Eric kama wazazi wake wa kweli, kwa sababu katika ulimwengu huu hawa ndo wazazi ambao anahisi furaha kuwa nao zaidi. Lakini mwanamama Ashlet si mjinga kabisa, kisha kutilia mashaka basi amekutilia mashaka mazima. Na upande wa pili wa kisiwa tunaonyeshwa Mwamba mmoja anayefahamika kama Chaz akiwa amekimbia na machupa yale ya vile vinywaji vya brew, na amekuja kukando kidogo. Ana mawazo kwa sababu bidada Mike ameweza kukataa kurudiana na yeye kwa sababu ya kile alivyoweza kuchepuka na bidada Sam. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu Mwamba Eric hakuwepo
kwa mbali akaweza kumsaidia Mwamba Chali kwa kuweza kumpiga sindano fulani vya kuweza kushusha yale makali ya kile kinywaji alichokuwa ameweza kunywa. Lakini mwanamama Nuria akaweza kutuma signal ili iweze kumpata bidada Ashlet ambaye aweze kuja katika eneo hili ambalo wametega mabomu. Sehemu ambayo gari ya bidada Ashlet imeweza kukwamia ni sehemu nzuri zaidi na ina mabomu pia. Kwa hiyo akawa anataka kufyatua yale mabomu. Na kwa bahati mbaya sana, kabla hata hajaweza kuyafyatua mabomu, akajitokeza bidada Oma akiwa anakuja kumleta Isaac katika eneo hili. Sasa mchakato ulikuwa ni kwamba je, wafyatue au wasifyatue. Lakini bidada Zoa alikuwa na roho mbaya, akasema kwamba yafyatuliwe. Lakini bidada Jenny akasema kuwa siwezi nikafyatua mabomu kwenda kumzuru huyo mtoto mdogo ambaye hata hana hatia. Ugomvi mzito kwa umezuka baina yao wakiwa wanang'aniana nani afyatue na nani asifyatue. Mwisho wa siku huwezi kuamini kwamba bidada Zoa aliweza kufanikiwa kuipata ile trigger, akaanza kufyatua, lakini hakuna kilichoweza kutokea. Kumbe bana, timu ya Mwamba Joe, mkuu wa majeshi katika eneo hili, aliweza kufika katika eneo hilo mapema sana. Kumbe plani yao ilifahamika muda mrefu sana. Bidada Ashlet alikuwa amejua kutokea zamani sana, na lengo la kumleta hapa Isaac ni kuweza kuiona mioyo yao jinsi ilivyo. Je, wana huruma na mtoto au hawana? Lakini kumbe wana ukatili mpaka kufikiria hata kumuua mtoto. Baada ya kuweza kumtoa Isaac katika eneo hili, haraka sana Oma na Joe wakamkamata mwanamama Nuria na tayari kumwandaa kwa ajili ya kuweza kumuua. Huku upande wa pili, Mwamba Eric pamoja na bidada Africa walikuwa na ugomvi fulani siku ya leo, lakini kwa bahati mbaya katikati ya ugomvi wao bidada Africa akaonekana kana kwamba anataka kutapika, hali ilikuwa inaashiria kwamba huenda ni mjamzito. Hasa huku upande wa pili bana, plani nzima kwa nini iliweza kuvurugika? Kumbe mtu pekee ambaye aliweza kuharibu plani hii alikuwa ni bidada Gabi ambaye alikuwa yuko jirani sana na Ashlet, na ndiye aliyekuwa amempa mwanamama Ashlet taarifa nzima na mpango wa kuweza yeye kulipuliwa. Hasa siku ya leo katika hali ya kushangaza sana, yule mwanadada mkatili kweli kweli ambaye yuko katika kikosi cha jeshi, kumbe ni mpelelezi na anafanya kazi chini ya baba yake na mwanadada Sam, na akamsaidia kuweza kutoa microchip ambayo ilikuwa imepandikizwa katika mwili wa bidada Sam pale. Bidada Jenny kwa mpango wake wa kuweza kuhakikisha kwamba wanamsaliti huyu mwanamama Ashlet, basi siku ya leo ilikuwa ndio siku yao ya hukumu, kwani wanakwenda kutupwa katika lile bonde kwa kupigwa na ile sindano katika maeneo ya kichwa. Na hatujui ni kwa nini bidada Zoa aliweza kuachwa, kwa sababu na yeye alikuwa ndani ya huo mpango. Haijaeleweka ni kwa nini, lakini bidada Zoa akaamua kumfuata huko bidada Jenny alikokuwa anaelekea kuweza kuuliwa. Bidada Gabi kwa kugundua kwamba yeye ndio sababu ya hao kwenda kuuliwa, basi akamsihi sana mwanamama Ashlet kwamba asiwaue watu hawa kabisa. Lakini hayakuwa maneno ya kutosheleza kwa Ashlet kuweza kuwahurumia hawa watu. Ikawa inasikika mungurumo wa helikopta zilizokuwa zikiingia katika maeneo haya ya kisiwa, na kumbe alikuwa ni yule mpelelezi alikuwa anamtumikia baba yake na Mwamba Ivan. Na yule mwanamama Dani katika maeneo haya ya kisiwa akatumia ile chipu ambayo alikuwa ametoa katika mgongo wa bidada Sam, na kisha akaingia katika hichi chumba cha siri kabisa na kuanza kudownload material yote ambayo yako hapa ndani. Lakini dogo yule anayefahamika kama Isaac akaweza kumfungia ndani ya hii chumba. Na huku katika bonde la mauti yule mwanamama mpelelezi akawa amefika katika eneo hili. Basi bidada Gabi alipoweza kumuona tu mwanamama akamwambia Zoa kwamba huyu namjua, ni mpelelezi ambaye alikuwa anatafuta watu katika maeneo haya, anataka kuwakomboa. Akawa amefurahi kweli kweli. Bwana, baada ya plani nzima ya hawa ndugu kuweza kuharibiwa na kila kitu kuweza kutambulika, basi mpaka kufikia hapa ndio inakupa ukomo wa tamthilia yetu. Mwanamama Ashlet aliweza kukamatwa na kurudishwa mjini, lakini pia wale wote katika kisiwa waliweza kurudishwa katika majumba yao. Kutokea mwanzo mwa tamthilia hii ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul, lakini kukaribisha sana katika channel yetu ya PVP Media Max, uweze kugusa alama ya kusubscribe kama bado, lakini pia niwakumbushe wale wote ambao wanapenda recap za Kinigeria, hakikisha unatembelea channel yetu ambayo inaitwa PVP Nigerian Recap. Hii ni channel pekee ambayo itakuwa inaonyesha tamthilia za Kinigeria pekee, na siku ya leo tumeweza kuachilia episode ya kwanza ya tamthilia yetu moja kali sana ya Kinigeria. Asante sana na karibuni katika channel yetu.